inasema silaha za vita vyetu. Umeianzaje siku ya leo? Umepokeaje siku ya leo? Nilikwambia ya kwamba jifunze kuianza vizuri siku yako ili uweze kutembea katika kusudi la Bwana. Na siku yako unaianzaje vizuri? Unaianza kwa njia ya maombi, kumuomba Mungu, kumwambia Mungu, kuitabiria siku yako. Na unapoianza siku yako kwa maombi, ujue umeingia kwenye mapambano, umeingia kwenye vita vya kiroho na shetani. Leo tunaendelea na kujifunza kwa habari ya silaha za vita vyetu, na neno na ujumbe ambao unatuongoza unatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ile ya 10 na ule mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Lakini kwa sababu jana nilikwambia, leo tunataka tuangalie nguvu ya Mungu ina kawaida ya kuongezeka ndani yetu na kushuka. Leo nataka tuende moja kwa moja katika waraka kwa Waefeso, waraka ambao tunatumia kwa Waefeso sura ya 1. Nisome tu mstari wa 19, japo kwa tutakwenda mpaka mstari wa 23, lakini leo nisome tu mstari wa 19 basi. Tusome mstari wa 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru umetupa nafasi nyingine, siku nyingine ya leo, siku njema kabisa Bwana. Asante Bwana, umetukirimia afya, umetukirimia nguvu, umetupa pumzi. Wengine wananisikiliza saa hii wapo kazini, wengine wapo katika maeneo yao, majukumu yao kila siku. Baba, tunakuomba kwa pamoja tutafakarishe ujumbe huu kwa Roho wako katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji, nimekwambia kwamba leo tunataka tuangalie nguvu ya Mungu ina kawaida ya kushuka, ina kawaida ya kuongezeka. Silaha za vita vyetu. Tunawezaje kushinda vita vya kiroho? Tunaweza kushinda vita vya kiroho kwa nguvu ya Mungu ndani yetu. Nguvu ya Mungu inatengenezwa na neno la Mungu ndani yako, ambayo ndio silaha ya vita vyetu. Neno la Mungu ndio silaha ya vita vyetu. Nguvu ya Mungu ndani yetu ndio silaha ya vita vyetu. Vita vyetu sisi hatutegemei kupambana kwa manguvu ya mwili, kwa maneno, sisi nguvu ya Mungu ndiyo silaha yetu ndani yetu. Alisema mahali fulani nabii Nehemia ile sura ya 9, akasema kwamba kwa maana nguvu ya Mungu, furaha ya Mungu ndiyo nguvu yetu. Kwa hiyo sisi tunawezaje kuanza vizuri siku, tukatembea kwa furaha, tukatembea kwa amani, tukaziona baraka? Ni lazima nguvu ya Mungu iwe nyingi ndani yetu. Nguvu ya Mungu inayotengenezwa na neno la Mungu. Kwa hiyo kama hauna neno la Mungu, kama neno la Mungu halina nafasi ndani yako, hauwezi kuiona hiyo nguvu ya Mungu. Mstari wa 19 waraka kwa Efeso, sasa tuanze kuangalia vizuri kwa undani. Anasema kwamba na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake ndani yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba nguvu ya Mungu ndani yako, msikilizaji unanisikiliza, unanitazama, ndiyo inayotengeneza ubora wa ukuu wa uweza wake Mungu ndani yako wewe unayemwamini Mungu, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu. Tunapozungumzia kadiri ya utendaji wa nguvu ama ubora, tunazungumzia viwango vya nguvu za Mungu ndani yako, kwamba viongezeke. Kadiri ni kuongezeka, ni kuzidi, ni kuendelea. Viwango vya nguvu za Mungu ndani yako viendelee kuongezeka, viendelee kuongezeka ndani yako. Viwango vya nguvu za Mungu ndani yako ndivyo vinavyotengeneza ubora wa ukuu wa Mungu, wa uweza wa Mungu ndani yako.
Kwa hiyo viwango vya nguvu za Mungu, kadiri viwango vya nguvu za Mungu kadiri vinavyoongezeka, vinavyokuwa vingi ndani yako, vinavyokuwa vikubwa ndani yako, vinautengeneza ubora wa ukuu wa Mungu ndani yako na uweza wake. Ubora wa ukuu wa Mungu ndani yako na uweza wake. Maana yake tunaweza tukasema ya kwamba ufalme wa Mungu, huo ukuu, tunaweza tukasema ufalme wa Mungu unakuwa na ubora ndani yako na viwango vya kukuwezesha kushinda vita vya kiroho, kukuwezesha kushinda mambo yote ambayo shetani ameachilia kwenye maisha yako. Unajua sisi maisha yetu tuko vitani. Shetani hakupendi. Shetani hapendi wewe ufanikiwe. Unapoona mambo yanakwenda ndivyo sivyo, unapoona watoto wako pengine ama familia yako kuna mambo yanakwenda ndivyo sivyo, ujue upo vitani. Shetani hapendi maisha yako ufanikiwe, uishi kwa amani, watoto wako some vizuri, wale vizuri, mke wako, mme wako, muishi vizuri, mzungumze vizuri, uende kazini, mzungumze vizuri, upandishwe cheo kwa kadri ambavyo Mungu amekubarikia, uishi kwa amani. Shetani hapendi, hata kuinulia magonjwa, hata kuinulia mabaya, hata kuinulia misukosuko nini. Shetani anakupiga vita kukuharibia siku yako. Kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 90, kwa nini napenda sana kusoma Zaburi ya 90? Kwa sababu ndicho chanzo cha somo letu. Hapo ndipo Mungu aliponipa ujumbe huu. Zaburi ya 90 mstari wa 12. Anaomba, anasema unifundishe kuzihesabu siku. Na nilikwambia kwenye Zaburi ya 90 mstari wa 12 kwamba anaposema unifundishe kuzihesabu siku nijipatie moyo wa hekima, maana yake ni nini? Yaani Musa anataka Mungu amjulishe, amfahamishe, amuonyeshe thamani ya siku alizompa hapa duniani na vitu vya thamani ambavyo Mungu ameviachilia kwenye maisha yake ili ajipatie moyo wa hekima. Nimekwambia shetani hatapenda uviishi vitu vya thamani, hatapenda uyaishi makusudi ya Mungu, hatapenda familia yako itembee katika kusudi la Mungu, hatapenda wewe ufanye shughuli zako hapo ofisini kwa makusudi ya Mungu. Hapendi. Hata kupiga vita tu. Utawezaje kushinda hiyo vita? Silaha za vita vyetu ni nguvu ya Mungu ndani yetu. Nguvu ya Mungu ina kawaida ya kuongezeka na kushuka. Vile ambavyo unaacha kuomba, vile ambavyo unaacha kufunga, pengine kama unapenda kufunga, vile ambavyo unaacha kusoma neno la Mungu, vile ambavyo unakwenda mbali na Mungu, ndivyo viwango vya Mungu vinapungua ndani yako. Ndipo uweza wake Mungu unaondoka, ndipo ukuu wake Mungu unaondoka ndani yako. Ukiondoka ndani yako, utawezaje kushinda hii vita? Utawezaje kumshinda shetani na kazi zake, ndugu msikilizaji? Kwa hiyo nimekwambia ya kwamba nguvu ya Mungu ndani yetu, ndani yako, ina kawaida ya kuongezeka. Ikiongezeka inauleta ukuu, inauleta ufalme wa Mungu na uweza wa Mungu ndani yake. Ngoja kaangalia kitabu cha kwenye Injili ya Luka sura 5 mstari wa 17. Inazungumzia kwa habari ya uweza. Inasema hivi, Bwana Yesu alipokuwa akihubiri mahali, sikilia, kasome vizuri, mimi sitataka kusoma lakini nanukuu. Na nukuu baadhi ya habari ambazo ziko mahali pale. Bwana Yesu alipokuwa akihubiri mahali hapo, wakamletea jamii ya watu wengi waliopooza, wenye magonjwa, waliofungwa na nguvu za kipepo. Sehemu ya mwisho ya mstari wa Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 17 inasema, na uweza wa Mungu ulikuwepo ili kuponya. Bwana Yesu alipokuwa akihubiri, uweza wa Mungu ulikuwepo. Kwa kadri unapomtafuta Mungu, unapomuomba Mungu, unaposoma neno la Mungu, ndivyo nguvu ya Mungu inavyojaa kwa wingi ndani yako. Inakutengenezea viwango vya ukuu wa Mungu ndani yako, inakutengenezea ubora, inakutengenezea viwango, inakutengenezea kadiri. Viwango vinazidi kuwa vingi ndani yako. Vikiwa vingi ndani yako, amka, itabirie siku yako kama uone kama utaona matokeo. Itabirie siku yako, isebeshe siku yako.
Mwambie hii ni siku yangu ya baraka. Mimi hii ni siku yangu ya kufanikiwa. Yasemeshe, nimekwambia Zaburi ya 90 kwamba Musa anataka Mungu amjulishe thamani iliyopo katika siku ambazo Mungu amempa hapa duniani. Usitamani kuishi kwa hasara hapa duniani, tamani kuishi kwa kusudi la Mungu. Utawezaje kuishi kwa kusudi la Mungu? Utawezaje wakati tuko vitani? Utawezaje? Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu sisi tuaminie, jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa ni lazima kuwepo na viwango vya utendaji wa nguvu za Mungu ndani yako, ndipo unaweza kuliishi kusudi la Mungu kwa siku ambazo Mungu amekupa hapa duniani. Hazitakuwa za hasara. Nataka nizungumze na wewe. Nazungumza na wewe unanisikiliza na kunitazama. Unafikiri Mungu amekuweka hapa duniani kwa hasara? Unafikiri umeamka kaiona siku ya leo kwa hasara? Unafikiri umekwenda kazini kwako kwa hasara hivi? Unafikiri wewe upo katika maisha ulionayo, pengine wewe upo kwenye ndoa, upo kwa hasara kwenye hiyo ndoa? Wewe baba, wewe mama, wewe kijana, unafikiri wewe Mungu amekupa nafasi unaishi hapa duniani kwa hasara? Sio kwa hasara. Lipo kusudi la Mungu wewe kuwa hai mpaka leo. Lipo kusudi la Mungu katika hizo siku ambazo Mungu amekupa kuishi hapa duniani. Hilo kusudi utawezaje kuliishi? Na ubora na viwango vya nguvu za Mungu ndani yako, jinsi vilivyo, jinsi zinavyokuwa zinatengeneza ukuu wa uweza wa Mungu ndani yako. Tamani ukuu wa uweza wa Mungu uwepo ndani yako, kwenye maisha yako. Utembee na wewe kazini, uende na wewe kama ni kwenye huduma yangu. Mimi natamani kabisa, hilo ndio ombi langu. Namuomba Mungu hata kwenye madhabahu hii leo, ya kwamba Mungu ninakuomba na ubora wa uweza wa ukuu wako ndani yangu, vile ninavyokuamini, uwe na kadiri, uwe na viwango, ili niweze kushinda shetani na kazi zake. Ndio ombi lako leo, wewe binti, wewe kijana, wewe mama, wewe baba. Sikiliza, kwenye dunia hii tupo kwa faida, hatupo kwa hasara. Tupo kwa faida kwenye dunia hii, hatupo kwa hasara. Ndugu msikilizaji, tamani uweze kuishi hiyo faida ya wewe kuzaliwa. Kitabu cha nabii Yeremia, labda nimalizika kunukuu nabii Yeremia sura ile ya 1 aya 9 na ya 10 na kuendelea. Pengine anamwambia nabii Yeremia, kabla haujatoka kwenye tumbo la mama yako, mimi nalikujua, nalikutakasa, nalikuweka kuwa nabii wa mataifa. Yaani Mungu hawezi kukuleta duniani kwa hasara. Mungu amekuleta kwa kusudi, na kuna vitu ameyatilia ndani yako. Unawezaje kuviishi? Shetani anakupiga vita. Kwa nini hauwezi kuishi? Kwa sababu unapigwa vita. Tengeneza viwango vya nguvu za Mungu ndani yako, vinavyoleta ubora wa ukuu wa uweza wa Mungu ndani yako, ili uweze kuishi kusudi, ili uweze kukaa kwenye nafasi yako ya kimaisha, kwenye nafasi yako pengine kazini, kwenye nafasi yako kwenye viwango vya kwako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, tunakushukuru umetupa nafasi ya kuweza kutafakari ujumbe huu. Na ni kweli tupo vitani, shetani hatupendi. Shetani anainua mabaya kwenye familia, makazini kwetu, kwenye maisha yetu, ili atuondoe kwenye kusudi. Amuondolee kusudi la maisha ulilomkusudia huyu binti, huyu kijana. Anajiona kama ni mtu mwenye mikosi, kama ni mtu ambaye haitawezekana tena, maisha yameharibika. Bwana, na najua ya kwamba tunaweza tukajaribu maisha yetu, lakini kusudi lako haliharibiki ndani yetu. Bwana, ninakuomba umrudishie nguvu yako, umrejezee furaha ya wokovu wako ndani yake, Bwana, ili viwango vya nguvu zako viendelee kuwepo, viendelee kuzidi, na hatimaye kutengeneza ukuu wa uweza wako ndani yake, uweza ambao unatuwezesha, unasababisha mabaya, unasababisha vifungo kuondoka, kama tulivyojifunza katika Injili ya Luka ilivyoandikwa ya kwamba ulipokuwa ukifundisha mahali pale, uweza ulikuwepo kuponya. Ninakuomba umrejezee, ili uweza wako Bwana uende ukafungue vifungo vilivyofungwa, uende ukapangue mitego ya ibilisi kazini kwake, uende ukapangue mitego ya ibilisi kwenye ofisi yake,
uende ukapangue mabaya kwenye maisha yake, pengine kwenye ndoa, ni kwenye familia. Baba, naomba mrejeshee ubora wa ukuu wa uweza wako kwa kadiri ya nguvu yako iliyomo ndani yake. Nguvu yako uirejeshe ndani yake, nguvu yako irejee ndani yake Bwana, nguvu ya Roho wako irejee ndani yake Bwana. Alikuwa hawezi kuomba, aanze kuomba sasa. Nami nakuombea kwa jina la Bwana, pokea tena nguvu ya Bwana inayotengeneza ubora wa ukuu wa Bwana, inayoleta ufalme wa Mungu ndani yako. Pokea. Kama ulikuwa uwezi kuomba, uanze kuomba tena. Ulikuwa uwezi kusoma neno la Mungu, nguvu ile, shauku ya kusoma neno la Mungu haipo, unasoma kama karatasi, kama gazeti. Mungu airejeshe, akurejeshe hiyo. Ukisoma umsikie Mungu anazungumza na wewe. Mungu akurejeshe tena, Mungu akurejeshe kwenye nafasi yako katika jina la Yesu. Akurejeshe katika nafasi yako. Mungu akubariki sana na kutakia siku njema. Unaianzaje siku yako? Unaianzaje siku yako? Kesho tutaendelea tena hapa mstari wa 20 mpaka ule mstari wa 22 wa waraka kwa Waefeso. Tulikuwa tunaangalia ubora wa ukuu wa Mungu ndani yetu. Tulikuwa tunaangalia viwango vya nguvu za Mungu ndani yetu.